tumesema TRA nao hawako kinyonge kabisa. Usajili wa dirisha dogo la Januari umefanya vizuri. Kuna Valentin Numa, alikuwepo Mzamiru Yasin, lakini Dennis Nkane. Unaje kikosi hiki? Pengine wachezaji hawa ambao wamepita Simba, mchezo huu unaweza kaleta ushindani tofauti na pengine msimu wa mwaka jana. Yeah, na tunafahamu kabisa kwamba sijui, lakini kuna kuga na changamoto pale ambapo baadhi ya wachezaji wanatolewa kwa mkopo kutoka timu ya Simba na Yanga kwenda kwenye timu hizi za madaraja ya kati. Ndio. Wanapokutana kunakuwa na kwamba kuna makubaliano kwamba mechi watakapokutana hawachezi. Sijajua upande wa Simba inakuwaje kwamba watacheza ama hawatacheza. Lakini kwa Yanga niliona Ofen Chikola ambaye alimtoa kwa mkopo kwenda Singida, alicheza kwenye mechi ambayo walikutana. Kwa hiyo ni makubaliano ambayo waliweka. Sasa kwa Simba ukitazama wanaenda kucheza na TRA, timu ambayo miongoni mwa timu chache ambazo zina wachezaji wengi wa kigeni. TRA pia ipo na wamekuwa na ukuta bora sana ambao mara kadhaa haubadiliki, watu ambao wanacheza kwenye eneo la kujilinda. Ndio siri yao kubwa pia imeanzia hapo. Na hata kocha wakati amefika, nadhani katika maeneo ambayo walikuwa ya kwanza kujivunia kuyapata akiwa imara ni eneo la kujilinda, kwa sababu watu ambao wapo kwenye eneo la kujilinda wako imara na mara kadhaa wamekuwa wanakuwepo kwenye kikosi cha kwanza. Ukimtazama golikipa Noel Amanome, lakini ukitazama upande wa pili, nazungumzia fullback ya kulia, yupo Lazarus. Huyu ni Nigeria ambaye yupo ana overlap sana huyu. Yes, anapiga sana cross. Lakini wamemuongeza pia upande wa kushoto Noma ambaye ameongeza nguvu. Katikati yupo Kombo pamoja na Shamu. Ni watu wanne ambao wanacheza kwenye eneo la kujilinda, ambao ukianza kumgusa mmoja mmoja uwezo wake na namna ambavyo amekuwa bora kwenye kipindi ambacho anacheza mpira. Kuna yule Mkongo yule Ami Mapaka ya huyu striker ya mshambuliaji. Yani kwa hiyo ukianza kuwatazama hao wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la kujilinda, wanne hao ambao nimewazungumzia, Mzamiru hata kuepo kwa sababu ya kadi nyekundu. Yes, kwa sababu ya kadi nyekundu. Kwa wana wachezaji wengi ambao ukianza kumgusa mmoja mmoja wana quality nzuri sana. Kwa hiyo sasa vikosi vyote hivi tumeviona, TRA wachezaji wake, ubora wake, na Simba. Kuna uwiano, kuna tofauti, ama Simba watabaki na nembo kwamba ni timu kubwa, ama kuna tofauti kwa wachezaji pia, ubora wao mmoja mmoja? Ubora upo. Unajua, unaweza kuwa na ubora ule ambao tunauzungumza, lakini kwenye kutekeleza ubora wako ndo daraja likakutofautishia hapo hapo. Yani ubora wa mchezaji mmoja mmoja ambaye yuko TRA na mchezaji ambaye yuko Simba anaweza kufanana, lakini namna ya kutekeleza ule ubora wako, kutenganisha au kujitofautisha wewe na mchezaji ambaye yupo upande mwingine, hapa ndo tunaanza kuzungumza kwamba Simba, ubora wa mchezaji ambaye yuko Simba ndo unatofautisha na ubora wa mchezaji ambaye yuko TRA. Kwamba nafasi ambayo anaweza kapata mpanzu moja, anaweza kabadili matokeo. Lakini yule mchezaji bora ambaye yuko TRA anaweza kapata nafasi 2 ama 3, unakuta bado hajabadili scoreboard, yuko vile vile tu. Shida ni nini? Ni kwamba ni uwezo ama ni timu ambayo anachezea? Uwezo, lakini pia hata timu ambayo wanachezea. Kuna baadhi ya timu ambazo unaweza kuwa unafanya makosa wakakuvumilia, ukaendelea kujifunza. Lakini kuna baadhi ya timu ambazo ukifanya makosa watu hawatakuvumilia, hata kocha pia hatakuvumilia kwa sababu ya kile ambacho nakizalisha. Sasa hivi tunazungumza elimu Mpanzu, nadhani katika nyakati ngumu ambazo alikuwa anapitia ni nyakati ambazo alikuwepo mwalimu alikuwa bora kwenye eneo la kushambulia kabla hajapata kadi, kwa sababu baada ya kupata kadi kidogo tunamuona sasa hivi kama anapata nafasi baada ya kukosekana mtu ambaye anaweza kusimama pale juu. Ino wakati yupo Mpanzu alikuwa anaanzia nje, ina maana ameanza kwenye nafasi ambayo Ino alikuwa amekosekana. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao wanapata nafasi kwa sababu ya wachezaji hawapo. Kwa nini? Kwa sababu kile ambacho anakifanya akiwa uwanjani, kama anakifanya poa sana kwa muda mrefu, hawezi kuvumiliwa kwenye nafasi ile, kwa sababu ya ukubwa pia wa timu, kwa sababu ya daraja la timu na mahitaji ya timu kwenye hiyo nafasi muhimu. Simba wanatengeneza sana nafasi. Kuna baadhi ya mechi unaona kabisa timu inatengeneza nafasi. Hata namna ambavyo ina display timu, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaviona kile kipya, kile sio kipya, kile kimeongezeka, mchezaji kiongeza. Yes, mnamkosa mtu ambaye anasimama kama mshambuliaji wa mwisho kwenye eneo la mwisho, lakini wale ambao wanapata nafasi ya kucheza wanawasilisha kitu ambacho ni bora. Kwenye issue ya possession, kwenye issue ya kumiliki, Simba ukitazama mechi ya Yanga wameposesi sana. Kwa nini? Kwa sababu kwenye eneo la midfield kwenda mbele walikuwa na watu wote ambao ni viungo. Hakuna mtu ambaye ni abilia uwanjani. Kila mtu anatembea, kila mtu anacheza. Kwa hiyo wanaenda kucheza na timu ambayo wana vitu vingi ambavyo vina wa motivate. Daraja TRA wanajua kabisa kwamba sisi daraja letu na Simba tumeachana.
ili na sisi tuonekane tuwe bora, lazima tupandishe na sisi kidogo performance ya mchezaji mmoja mmoja, lakini kimbinu tubebe kile ambacho kocha alikuwa anakifundisha kwenye uwanja wa mazoezi, tukakiwasilishe kwa usahihi uwanjani ili kupunguza zile hatari, lakini pia kwenye yale makosa ambayo tunafanya tupunguze ama tuondoe kabisa, ili kidogo tupunguze. Sasa tuweke ile mizani ambayo inaweza ikawa sawa, kwamba wachezaji ambao wako TRA wala ambao wametoka nje ya Tanzania wamekuja kucheza soka Tanzania na wamevaa jezi ya TRA, yes, nao ni bora kwa sababu ya kuonyesha hiki Lakini itafika pia mwisho Juma, tutaanza kuwakataa hawa TRA kwa sababu kuna nyakati watu wanataka waone ushindani kwenye kila mechi. Kwa sababu kuna baadhi ya mechi ambazo hawa TRA ukianza kuwatazama unaanza kukataa kabisa kwamba hii sio TRA. Rudi tazame mechi dhidi ya Mbeya City, wamefungwa wakiwa nyumbani pale, na hawa wachezaji ambao wametoa sare dhidi ya Yanga, inawezekana pia hawa wachezaji wakacheza vizuri sana dhidi ya Simba, lakini ukirudi kwenye mechi zao za kawaida ambazo wanakutana na timu za madaraja ya kati, wanaperform kawaida tu. Kwa watu wanaanza kuwakataa kwamba ni timu ambayo ina vipindi, mechi hii wanachagua, yani hawana mwendelezo wa kiwango chao, hawana mwendelezo. Ndio maana tutaanza kuhesabu top 4, watu tunaanza kuziweka top 4 mapema kabla hata ligi haijamalizika, kwamba bingwa kama sio Simba ni Yanga ama Azam. Hii namba 4 watajijua Singida ama TRA. Hasa kwenye hali hiyo, ina maana bado wana safari pia ya kuijenga ili iwe miongoni mwa timu ambazo zinajadiliwa kwamba zina ushindani, lakini ushindani hawachagui mechi za kuonyesha ushindani.